Mapenzi ni ya pande mbili. Mapenzi ni hisia za kipekee zinazounganisha watu wawili kwa njia ya kipekee, ya kihisia na mara nyingine ya kiroho. Hata hivyo, mapenzi halisi yanapaswa kuwa ya pande mbili ili kuleta furaha ya kweli na utulivu wa moyo. Bila juhudi na uwiano kutoka pande zote mbili, mapenzi hukosa nguvu yake na mara nyingi huishia kwenye maumivu au migogoro. Moja, wajibu wa pande zote. Katika mahusiano ya mapenzi, kila mmoja anawajibika kuchangia kwa upendo wa dhati. Mapenzi halisi ni zaidi ya maneno, ni vitendo vinavyodhihirisha kujali, kujitolea. Kila mmoja anapaswa kujitahidi kuhakikisha mwenzake anajisikia salama na kudhaminiwa. Heshima, hili ni msingi wa kila uhusiano. Kutambua hisia, maamuzi na nafasi ya mwenzako ni muhimu. 2. Uhusiano bila uwiano. Mapenzi ya upande mmoja yanaweza kuwa mzigo mzito kwa anayetoa zaidi kuliko anayepokea. Hii inaweza kusababisha uchovu wa kihisia, maumivu na kukata tamaa, kukosa mawasiliano yenye afya. 3. Ustawi wa mapenzi ya pande mbili. Mapenzi ya kweli yanapokuzwa kutoka pande zote hutoa furaha ya pamoja. Wote wanahisi furaha kwa kuchangia na kupokea. Kuaminiana, hakuna mmoja anayeogopa kudanganywa au kutendwa vibaya. Maendeleo ya pamoja, wanandoa huungana na kusaidiana kufikia malengo ya maisha. 4. Juhudi na mabadiliko. Mapenzi ya pande mbili si jambo la mara moja, bali ni safari inayohitaji juhudi za kila siku. Pande zote mbili zinapaswa kujifunza na kurekebisha tabia zinazoumiza uhusiano, kutoa nafasi ya msamaha na kukua pamoja, kushirikiana, mawasiliano yenye uwazi. Hitimisho. Mapenzi ni zawadi kubwa inayohitaji uangalifu wa wote wawili. Kukumbatia ukweli kwamba mapenzi ni ya pande mbili ni njia bora ya kuhakikisha uhusiano unadumu, unakuwa na furaha na unakuwa na maana kwa wote wawili. Weka juhudi, heshima na uwiano na mapenzi yako yatakuwa thabiti daima.